Mtazamaji wa Simamia TV, tumepata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Oliver Semguruka almaarufu kama Twiga. Huyu ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Kagera na leo yuko nyumbani Ngara anapozaliwa. Mheshimiwa, leo umepata nafasi ya kuzungumza kupitia Simamia TV. Leo uko nyumbani, kulikoni? Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, nikupongeze kweli, Simamia mnasimamia kweli kama chata yenu ilivyo. Leo niko katika wilaya yangu ya Ngara nyumbani kabisa. Nimekuja kusambaza upendo, na upendo huu umetoka kwa rais wetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan. Nimekuja kugawa majiko ya gesi kwa wamama wajane, lakini wamama wajane wale ambao ni wahitaji. Wake wajane wako wengi na mimi mama yangu akiwemo ni mjane, lakini tumeangalia wale ambao wanatokea mazingira ambayo sio rafiki. Kwa hiyo ndio maana niko mahali hapa, lakini sijaanzia hapa, nimeanzia wilaya zote kwa sababu mimi nawakilisha mkoa mzima wa Kagera. Asante sana. Tunaona ukipita maeneo mbalimbali, na majuzi kati tulikuwa na wewe msibani pale kwa rafiki yako Kimodoi. Kwanza pole sana kwa rafiki yako kumpoteza. Nakushukuru sana kwa kweli, nilikuwa na majonzi makubwa. Kimodoi sina cha kuweza kuelezea mpaka leo, lakini kikubwa tuendelee kumwombea pumzike kwa amani. Kwa kweli niliona pale nilikuwa katika uchungu mzito. Kimodoi alikuwa rafiki yangu. Tuendelee kumwombea. Na sasa wewe ni mbunge ambaye unaiwakilisha Kagera kwa ujumla, na tunaona kila sehemu unapopita, hata jana nilikuwa nafuatilia clip mbalimbali ya maeneo uliyopita, inaonekana ni kipenzi cha Wanakagera. Kuna siri gani wewe unakuwa kipenzi cha Wanakagera? Nakushukuru sana kwa swali zuri. Ambacho naweza kusema kwa nini nakuwa kipenzi cha Wanakagera. Kwanza nina hofu ya Mungu. Namtumainia Mungu katika kila hatua yangu ninayopitia. Lakini pia napenda kufanya kazi. Nachapa kazi kweli kweli. Na hivi leo naniona niko Ngara lakini nahitajika bungeni. Lakini kwa mapenzi ya Mungu nimeona tu nije nigawane upendo huu wa Mama Samia Suluhu Hassan wa kuleta majiko ya gesi katika mkoa wetu wa Kagera. Kwa hiyo nikwambie kikubwa, nina hofu ya Mungu, nina heshima mkubwa na mdogo, na nina upendo wa dhati kutoka moyoni mwangu kwa watu. Sinaga unafiki na mtu. Ikiwa nyeusi ni nyeusi, ikiwa nyeupe ni nyeupe, ndio niko hivyo. Asante sana. Na pia tunaona kuna baadhi ya wabunge wenzako kwenye majimbo mengine, ama tuseme wanasiasa kama wewe ambao pengine wana nia ya kugombea kwenye majimbo ambayo wapo, lakini hawatamani kuona kwamba watu wengine wanachukua fomu ili waweze kugombea kwenye nafasi zile ambazo wao wanagombea. Kwako unazungumziaje hili? Kwanza kabisa, kama kuna mbunge awe wa viti maalum na mimi mwenyewe awe wa jimbo ambaye anakasirika kwamba kuna mtu anakuja kugombea, naomba nimpe pole sana. Huyo hajui demokrasia. Demokrasia ni ya kila mtu. Na hasa kwenye chama chetu cha Mapinduzi tunapokezana vijiti. Ikifika muda wako ibidi mpokeze kijiti mwingine, unampokeza, unampelekea tu kile kijiti. Ni asili sana wale wanaokuja kugombea, hasa kwangu. Mimi ninawakaribisha sana kwa mikono miwili, waje wachukue fomu, twende ulingoni. Katika pale wananchi ndio wataamua nani anafaa. Lakini kusema kwamba nizuie mtu asije kugombea, mimi mwenyewe nilimtoa mtu. Sijakuta kuna kisiki, sijakuta kuna jiwe. Kwa hiyo na mimi nikifika muda akanitoa, anitoe tu. Kwa hiyo ndio demokrasia. Niwasihi sana wabunge wenzangu wa majimbo na viti maalum, tusikasirike tukiona wenzetu wanakuja. Kwanza nakumbuka hata wewe tulikuwa wote msibani. Father alikuwa anasema pale msibani, alikuwa anasema ukiwa na wabaya ni vizuri zaidi kuliko kuwa na wazuri zaidi. Wale wabaya watakufanya kazi vizuri zaidi na uhakikishe unawashinda. Kwa hiyo niombe sana, yeyote anayekuja kugombea kwenye jimbo lako kwenye viti maalum anakutia motisha ili uendelee kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo niwasihi sana, tuwapokee, niwaombe sana na wananchi wawapokee anayekuja kugombea kama anaweza muda, lakini wasubirie muda ukifika. Mimi nikushukuru sana, na labda pengine unamalizia kwa neno gani kuambia Wanangara wa nyumbani na Wanakagera kwa ujumla? Napenda kuambia kwamba CCM tuko imara kuliko jana, na tutashinda kwa kishindo, kuanzia kwa diwani, kwa wabunge wote, na mheshimiwa rais atapeperusha bendera.
Kwa hiyo mimi ndio hicho ninachoweza kusema, na zaidi tuendelee kumwombea mama yetu kipenzi Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ili aweze kufika muda ambao tutamkabidhi kula zake za kishindo katika mkoa wetu wa Kagera. Nikushukuru sana unapoendelea na majukumu yako. Mtazamaji wa Samia TV, nilikuwa na mbunge wa Oliver Senguru, huyu ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Kagera na amezungumza mengi na sina cha kuongeza wala cha kupunguza. Naitwa Uncle G na nyuma ya kamera alikuwepo Afrika.